Leo ni siku ya pili ya maombolezo baada ya kufariki kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Sasa kwenye kile ambacho kinaendelea nchini humo ni kwamba mpaka hivi sasa mwili wa Raila kuaga kwa siku ya pili Nairobi baada ya mazishi baada wa Kenya hususan wale wanaoishi mjini Nairobi siku ya leo ya Ijumaa watapata fursa ya kuaga mwili wa Raila Odinga kwa siku ya pili mfululizo katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Lakini sababu na hapo kaburi lake, picha mbalimbali za kaburi lake zilikuwa zinaonekana ukiendelea, ambapo kupitia vyombo vya habari vya ndani trekta ilionekana ikichimba kaburi pale ambapo Raila Odinga anatajwa atazikwa. Shughuli hizi zimeanza baada ya seneti ya Siaya Oburu Odinga ambaye ni kaka mkubwa wa Raila Odinga kufungua rasmi nyumba ya Bondo ya raia kwa waombolezaji, kuwajulisha rasmi wanakijiji kuwa wamepatwa na msiba na kuonyesha sehemu ambayo kaka yake atazikwa katika eneo la makaburi ya kwao kama sehemu ya desturi ya jamii la ukoo wao. Lakini sababu ya hapo kwenye kile ambacho kinaendelea ni kwamba mahakama imekataa ombi la kupinga mazishi ya Raila ndani ya saa 72. Mahakama Kuu imekataa kusitisha agizo la kuzikwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga ndani ya masaa 72. Jaji Chacha Mwita ambaye hapo jana siku ya Alhamisi Oktoba 16, 2025 alitoa uamuzi kuwa mlalamishi hakuonesha uhitaji wa haraka kuhalalisha uingiliaji kati ya mazishi hayo haraka. Katika uamuzi wake, jaji huyo alibainisha kuwa mshtaki hakuonesha kuwa taratibu za maziko zilikuwa zikifanywa kinyume na matakwa ya marehemu. Baada ya kuzingatia maombi hayo, sijaridhishwa na uhitaji wa swala hili. Mshtaki alionyesha kuwa mchakato unafanyika kinyume na matakwa ya marehemu ili kuwezesha mahakama hii kuchukua hatua za kutoa amri za usitishaji wa shughuli za maziko, alisema. Haya yanajiri kufuatia ombi lililowasilishwa na Michael Onyango Otieno ambaye alitaka kutangazwa kuwa kuzikwa kwa Raila Odinga ndani ya saa 72 kuna kiuka katiba. Lakini mlalamishi alisema kuwa mazishi yanayoharakishwa yanakiuka kifungu cha 44 cha katiba ambacho kinamhakikishia kila mtu haki ya kushiriki katika maisha ya kitamaduni ya jumuiya yao. Bana, kama kule bungeni mpaka hivi sasa wabunge wameendelea kumwaga Raila Odinga katika majengo ya bunge, lakini sababu watu wakifika maeneo ambayo wanaenda kukutana na kiongozi wao upendo aliyokuwa kiongozi wao upendo wakati wa uhai wake. Lakini kubwa ambalo limeonekana ni hili ambalo watu walikuwa wanataka siku za kumwaga marehemu Raila Odinga ziendelee kuongezwa, lakini yeye mwenyewe kabla ya kufa kwake alisema ndani ya masaa 72 nahitaji niwe tayari nimeweza kuzikwa. Sihitaji kuweza kutumia gharama kubwa na kuharibu maisha ya watu. Lakini watu walienda mahakamani na mahakama imepinga yule ambaye ameenda kustaki kauli ambayo ilikuwa imetolewa na Raila Odinga wakati wa uhai wake.